Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala almustafa Sayyidina Muhammadin uri shurafa, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu watazamaji wetu na wasikilizaji wetu, leo biidhnillahi taala tumekuja na mada na darsa linalosema ukiona ndoto hizi tano basi fahamu kuna mtu anakufanyia uchawi. Ukiona ndoto hizi tano basi fahamu kuna mtu anakufanyia uchawi. Na niende moja kwa moja niingie kuanza kuzieleza, kisha baada hapo uanze kuziangalia. Je, katika hizi ipo ambayo wewe unaiota? Na hapa tuelewane kitu kimoja, hizi ambazo nazozieleza hapa, ili iwe hiyo ninayosema, basi lazima ziwe zinajirudia rudia. Kama itakuwa umeota mara moja tu basi wala haina shida, lakini kama zitakuwa zinajirudia kwako mara kwa mara, basi fahamu, naelewa kwamba kuna mtu anakufanyia sihiri. Twende katika ya kwanza, ya pili mpaka ya tatu mpaka ya tano biidhnillahi taala. Tukianza na nambari moja, nasema ru'yat as-suqutu min makani shahiq au al-gharqi. As-suqutu min makani shahiqi au al-gharqi ni ile mtu kulala kisha akaota mtu huyo anaanguka kutoka sehemu ya juu, au akawa anaota anazama. Hizi kama zinakujia mara kwa mara, elewa kwamba huu ni uchawi wa kuzuia mafanikio. Bimaana mtu mwenye njozi kama hii, manake huyu amefanyiwa sihiru au uchawi wa kuzuia mafanikio, kwamba asifanikiwe kwa kila lile ambalo yeye atakuwa analifanya. Kwa hiyo ukiiona hii mara kwa mara unaiota, basi haraka jiwahi katika ruqya ili uwezi kujitibu katika hali kama hiyo, kuota unaanguka kutoka juu ama kuota unazama. Hiyo ni ya kwanza katika zile tano ambazo leo tunakwenda kuzieleza. Ya pili, ru'yati thabin wal afai bimukhtalifi awaniha. Ya pili ni hii, ni mtu akawa anaota majoka na nyoka wa rangi tofauti tofauti, wa rangi tofauti tofauti. Idha kana thubanu yanfudhu summahu, au kaota nyoka anakutemea sumu yake, au anazunguka katika nyumba yako. Zote hizi ni ishara kwamba mtu huyu amefanyiwa sihiri au anafanyiwa sihiri. Kwa hiyo hii ni ya pili katika zile tano ambazo leo tunakwenda kuzieleza biidhnillahi taala. Kwa hiyo ukiziona hizi, basi maana yake na tafsiri yake ndio hiyo ambayo tumeieleza hapo, kwamba mtu huyu huenda kuna mtu anamfanyia uchawi. Sasa cha msingi hapa, lazima ziwe zinajirudia. Kama utakuwa umeota mara moja wala haina shida. Ya tatu, ru'yatin najasat wal amakin alqadhirat, ni mtu kulala akawa anaota vitu vya najisi. Kuota vitu vya najisi, maeneo machafu. Mfano mtu akawa anaota yuko chooni, unaota uko majalalani, yani yale maeneo machafu machafu, au kaota vitu vya najisi. Zote hizi ni ishara kwamba mtu huyu amefanyiwa sihiri, na sihiri yenyewe aliyofanyiwa ni sihiru sufliyun. Uchawi mbaya sana huu mtu kama atakuwa amefanyiwa. Kwa hiyo mtu yote atakayelala kisha akaota kwamba yupo katika maeneo machafu, aidha upo katika choo, uko chooni, ama upo katika maeneo ya majalalani, au katika maeneo ambayo mara nyingi yanatupa vitu vichafu, na wewe ikawa ndo njozi zako sana hizi mara kwa mara,
basi tambua ni miongoni katika ndoto zinazobashiri au zinazoashiria kwamba mtu huyu amefanyiwa sihiri au amefanyiwa uchawi huu ambao tumeueleza. Hiyo ni ya tatu katika zile 5 ambazo leo tunakwenda kuzieleza biidhnillahi taala. Ya 4, ru'yatil maqabur wal maut wal amakin mahjur. Ya 4 ni ile mtu kulala kisha mara kwa mara akawa anaota ndoto za makaburini, akawa anaota mara kwa mara ndoto za wafu, na muda mwingine wanaota yupo katika majumba yaliyohamwa au majumba yasiyokwisha, zikawa zinamjia hizi mara kwa mara, basi atambue na elewe kwamba huu ni miongoni mwa dalili ya mtu ambaye amefanyiwa sihiri au amefanyiwa uchawi. Na huu wenyewe ni ule sihiru tafriq, ni uchawi wa kufarikisha. Kwa hiyo kama unaipata hizi mara kwa mara, basi ndugu yangu, chukua tahadhari. Najua kwamba hiyo hali sio nzuri. Cha msingi insha Allah ifanyie kazi, jiwahi katika ruqya na tiba mbalimbali ili uweze kujiokoa na hali na mazingira kama hayo. Hiyo ni ya 4 katika zile 5 ambazo leo tunakwenda kuzieleza. Twende katika ya 5 na ya mwisho kwa siku hii ya leo, katika zile 5 ambazo tulipanga tuzieleze. Ya 5, ru'yatul qitat al-aswad wal kalbi. Mtu mara kwa mara akawa na lala katika usingizi, lakini zikawa zinamjia njozi za paka weusi, muda mwingine na majibwa meusi, yani akawa namjia sana mara kwa mara katika njozi, basi nazo vile vile zinajulisha kwamba mtu huyu amefanyiwa sihiri, amefanyiwa uchawi. Kwa hiyo hizi ni miongoni katika zile 5 ambazo mtu akiziona hizi basi amefanyiwa, lakini lazima ziwe zinajirudia mara kwa mara, Sharti lake ndio hilo. Kama itakuwa ni mara moja tu wala haina shida, lakini kama itakuwa ndo mara kwa mara zinakujia, basi maana yake na tafsiri yake ndio hiyo ambayo tumeieleza hapo. Kwa hiyo kwa leo tutaishia hapa. Wale ambao bado ndo mara kwanza wanapita katika channel yetu na hawajasubscribe, wasubscribe ili mradi kila wakati darasa zetu wao wanazipata kwa wakati biidhnillahi taala. Na vile vile usiache kulike video zetu ili kuona wangapi wanafuatilia na kupenda darasa zetu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.